Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu na Mungu wetu, twaja mbele zako asubuhi hii tukusifu, tukutukuze na kukuabudu, kwa kuwa wewe unastahili. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Lakini tunakushukuru kuturuhusu kuwepo mahali hapa kwa ajili ya ibada. Ratiba hii ni ya kitambo kidogo, kwa sababu hiyo ulikuwa pamoja nasi katika mipango na umeturuhusu kuifikia siku ya leo. Kwa tunakushukuru tukisema asante isiyokuwa na mwisho. Sasa tunaomba ulinzi na uongozi utoke kwako katika ibada hii, ili kupitia ibada hii tuweze kupokea cha thamani, tuweze kupokea mafundisho kutoka kwako, tuweze kupokea faraja, tuweze kupokea utakaso wa roho zetu, lakini pia kujiandalia kuja kwa mwana wako. Katika ibada hii bado ni masaa tutashiriki katika ibada kwa ajili ya wafu. Kwa tunazidi kualika nafsi kutoka katika miliki mbalimbali za wafu kwa ajili ya ibada zetu, lakini zaidi ibada ya kesho. Tuunganishe na vyombo vyetu vya baraka, mtume wetu mkuu, mtume wa wilaya, mtume kiongozi na mtume wa eneo ambaye anafahamu vizuri juu ya ratiba hii, tuweze kufikia kwa pamoja na kazi kuanzia shemasi hadi askofu kwa mtiririko huo. Lakini kaka na dada, katika maeneo yetu ya kueneza Injili hatuwezi kuwasahau viongozi wa nchi yetu. Tunawakumbuka kwa sababu kwa hekima walionayo tunaweza kufanya shughuli zetu bila bugudha. Endelea kuwasaidia. Tuongezee na mengine mengi kupitia katika jina la mwana mpendwa Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Wapendwa, niwakaribishe katika ibada hii, lakini pia nipende kuwaletea salamu za upendo kutoka kwa mtume wetu Josefu, ziweze kutuletea furaha na kutukumbusha umoja na mshikamano. Na niombe tuongozwe na neno kutoka kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 mstari mmoja tu wa 11. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi haya maji yaliyo hai? Naomba tukae na kwaya tafadhali watukufu. Bwana Yesu ya dunia ataikamilisha, kafa pia kafufuka kaburini, ataikamilisha. Kazi ya Bwana Yesu ya dunia ataikamilisha, pia kafufuka kaburini, ataikamilisha. Atafufua wote walio wake, ataokoa wote walio wake, na wote tuweni shahidi wake, kwa wote wasio na imani. Tumtaje Kristo ndiye Mwokozi aliyeko
Asante sana kwaya. Wapendwa kaka na dada katika Kristo, na waheshimiwa wote mliohudhuria ibada ya leo, ninayo furaha kuwakaribisha kwenye ibada hii maalum ya hitima, kwa maana ya kuhitimisha shughuli za matanga. Lakini pia nishukuru tu familia kwa kuliona hilo kwamba ipo haja ya kumshirikisha Mungu pia katika jambo la namna hii. Wapendwa katika Kristo, watu waliokwisha kufa, tunaamini kwamba bado wana fursa, bado wana nafasi. Haijalishi wapo wanaweza kuamini au wasioweza kuamini, lakini sisi wa kanisa jipya la mitume tunaamini kwamba bado wanayo fursa, kwa sababu yapo maandiko yanayotuaminisha hivyo. Na bahati nzuri shughuli hii imefanyika kabla ya tukio halisi, tukio litakalofanyika kesho katika maeneo yote ya kueneza Injili. Itakuwepo ibada kwa ajili ya wao. Kwa sisi hapa tayari tumekwisha fanya matayarisho ya kutosha. Kwa kesho ni mteremko. Wapendwa, neno letu lililotuongoza katika ibada yetu linatufundisha kuhusiana na maneno ambayo Bwana Yesu aliongea na mwanamke Msamaria. Katika mazungumzo yao yalikuwa ni marefu, lakini pia ikafikiwa sentensi yetu inayosema maji yaliyo hai. Lilikuwa ni swali kutoka kwa mama, anamuuliza Yesu. Mama anaelewa vyema kwamba kisima hiki ni kirefu, na kama mtu hana cha kutekea hawezi kupata maji. Sasa Yesu anamwambia, mimi ninayo maji yaliyo hai. Na mama anamuuliza, umeyapata wapi? Wapendwa, haya maswali mpaka leo yapo. Je, tunawezaje kupata maji yaliyo hai? Tunaweza kupata maji yaliyo hai kupitia katika chemichemi iliyo hai inayotoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tofauti na chemichemi hiyo, hatuwezi kupata maji yaliyo hai. Na ili tupate maji yaliyo hai, lazima sasa tuwe na kifaa cha kutekea. Lakini pia twende kwenye chemichemi husika. Sio kila chemichemi inaweza kuleta maji yaliyo hai. Ni ile chemichemi iliyoainishwa inayotoka kwa Bwana Yesu ndio inayoweza kutupatia maji yaliyo hai. Kwa msingi huo, kila mmoja afikirie ni jinsi gani anavyoweza kupata maji yaliyo hai, ili yaweze kumsaidia pindi Yesu atakaporudi, basi awe amepata maji yaliyo hai, yamfanye kuwa hai. Na sasa kwa kanuni ambayo Yesu Kristo ameiweka, basi kanuni hiyo iweze kumsaidia kwenda katika nafasi iliyokwisha andaliwa. Kwa mimi ninaridhika kabisa kwa wote tulioko hapa. Lazima tutahitaji kufuatilia chemichemi hiyo, ili baadaye iweze kutuletea furaha pindi Yesu atakapokuwa amerudi. Yesu atarudi hivi karibuni. Atakuja kufanya nini? Kama alivyoahidi, naenda kuandaa mahali, nitakuja kuwachukua. Kwa matayarisho haya, basi tunaendelea kujitayarisha. Lakini hatuwezi kujitayarisha bila kupitia tukio letu la leo. Katika tukio letu la leo tunapata faida 6
faida 6 tutakazozipata hapa. Moja, tunakuja kumshukuru Mungu kwa kuleta shukrani zetu kwenye kitunga pale, lakini pia kudumu katika kujifunza kutoka kwake. Pili, tunadumu katika ushirika. Ushirika ni kama tulivyo hapa, waliotoka kaskazini, waliotoka kusini, hawawezi kubaguana. Ninyi wa kusini kaeni peke yenu, wote tunakuwa pamoja. Lakini tatu, tutasali. Wakati utakapokuwa umefika, wote tutasali sala ya Bwana. Lakini 4, itabidi tupote msamaha wa dhambi. Na Yesu mwenyewe amekwisha sema kwamba lazima tendo la msamaha liwe. Lakini 5, tutapokea ushirika mtakatifu, mwili na damu ya Yesu. Na 6, mikono ya mtumishi itakapoinuliwa hivi, tutapokea baraka. Kwa hizi faida 6 hatuwezi kuzipata mahali popote, na hizo ndizo zitakazotusaidia kuendelea kusimama imara mpaka atakapokuwa amerudi Bwana wetu Yesu Kristo kuja kutuchukua. Kwa haya niamini kwamba msingi wa imani yetu, lakini pia ndiyo njia ya kwenda kwenye chemchemi inayobubujika maji ya uhai. Mungu awabariki. Amen. Amen. Niombe kwaya na tutamsikiliza Mwinjilisti Nyoro apite hapa pembeni. Wapendwa kaka na dada katika Kristo, ninayo furaha kubwa kupata nafasi ya kuweza kuongezea machache kuhusiana na neno la uzima ambalo tumeweza kuongozwa kwa siku ya leo. Ni imani kubwa kwamba tumekuja hapa kama chombo chetu cha mibaraka kilivyoeleza, kutoka mbali na karibu. Wapo walioweza, ni ndugu wameweza kutumia gharama kubwa, lakini zipo gharama kubwa sana inawezekana zimefanyika kwa ajili ya maandalizi ya tukio la leo. Imani yangu, na inawezekana ni imani ya watu wengine, wanatambua nini tukio wamefanya, lakini zaidi inawezekana kuna watu wanayo mawazo ya kimwili hadi leo hawaelewi. Siwezi kuwahukumu, na ndio maana chombo chetu cha baraka nimesema tunazo faida tunapohudhuria kitu kama cha leo. Lazima mawazo yaweke katika ibada. Inawezekana ukajifunza kati ya vitu ambavyo
vipo na vinatukia kwa leo katika ibada. Kwa nini nimezungumza maneno hayo, wapendwa kaka na dada katika Kristo? Ni kwa sababu hii. Ndugu zetu hapa wameandaa maandalizi kwa ajili ya kumaliza matanga, na inawezekana siku ya mazishi au siku walipomaliza kuzika, wakamaliza zile siku walizotangaziwa na mkuu wa familia, kuna maneno au kuna mambo ya kimila yalifanyika yanahusiana na mwili. Nazungumza hivyo kwa nini? Maneno hayo yalitumika kimwili, yalikuwa yanahusiana na mwili, si kiroho. Mambo hayo ni yapi, wapendwa? Inawezekana siku walipomaliza matanga, wapo waliotekeleza masuala ya kimwili, wakakata na nywele. Maana nimekuwa nikipeleleza sana katika masuala hayo, mahusiano ya kukata nywele na mahusiano ya kimungu, nikagundua kwamba yana utofauti kabisa. Maana wale wanaokata nywele huwa wana maana. Nimeulizia wazee, wanasema ogutwajaki ya kimwili, lakini katika kiroho Mtume Paulo anawaambia Wathesalonike, msiishi kama watu wasiokuwa na matumaini. Maana kama mnamwamini Mungu kwamba Kristo alikufa na kufufuka, hata wale waliolala katika mauti watafanyaje? Sasa hakuna haja ya kukata nywele tu. Samani wale waliokata nywele, msikasirike kama nilikata za nini, lakini maana haipo. Maana kama unaamini, Mtume Paulo alichukia sana, akawaandikia Wathesalonike, msiishi kama watu wasiokuwa na matumaini, tuishi kama watu wa matumaini. Hivyo leo inawezekana kuna maandalizi mazuri yamefanyika, tukaweka kumbukumbu za makaburi kwa ajili ya ndugu zetu waliolala katika mauti. Wamelala kimwili, lakini kiroho wanaishi. Ndugu zangu, tuna ushahidi. Kiongozi wetu cha Baraka amezungumza vizuri kwamba sisi katika kanisa la Kimitume tunaamini katika maandiko na tunaamini katika maandiko yaliyoandikwa. Ukisoma katika Petro ya kwanza sura ya 3 mstari wa 18 hadi 21, ni vema ningeomba tukasoma. Naomba mtu anisomee Petro ya 3 kidogo, sitawachelewesha. Petro ya kwanza sura ya 3, Petro ya kwanza 3, naomba Petro ya kwanza 3 sura Petro ya kwanza sura ya 3 mstari wa 18 tena mpaka 21. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja. Kwa maana Kristo aliteswa naye mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa. Tunaweza tukaendelea tena. Mwili wake ukauishwa. Ukiendelea kidogo pale anasema, ambayo kwa hiyo roho ilipouishwa ya Yesu ilienda wapi? Ushahidi. Ambayo kwa hiyo iliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku ya Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambapo ndani yake wachache, yaani watu 4 waliokoka katika maji. Unaona, Yesu alipokufa kumbe alienda kuzimu. Soma hiyo Petro, soma vizuri. Hakufa eti alienda kuzimu. Hivyo ndugu zetu waliolala walihubiriwa. Lakini unaweza kusoma Petro 4 mstari wa 6. Nitamaliza kwa hilo. Ndio maana kitabu chetu cha Baraka aliposema ushahidi, tunaamini nini? Kwa maana kwa ajili hiyo hata waliokufa walihubiriwa Injili. Soma Petro 4 mstari wa 6. Maana kwa ajili hiyo hata waliokufa
walihubiriwa Injili ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Ndugu zangu wapendwa, najua wametoka mbali, wana familia, watu wametoka hapa kijijini, hatukuja hapa kumbe kupoteza muda. Tumefanya kazi ya kuendelea kuziombea ndugu roho zilizo katika miliki za wafu ili wahukumiwe kama sisi. Bwana abariki neno lake hata siku zote. Amen. Amen. Wapendwa, nadhani ushahidi tumepata kwa tunaposema kwamba hawa watu waliofichwa kufa bado wana nafasi ndio hiyo. Lakini pia ina wahudumu wengi hapa. Basi Kasisi Harrison kwa kifupi sana angalau maneno mawili tusikie sauti yake. Karibu. Ndugu zangu, kaka na dada katika Kristo, na mimi nichukue nafasi hii niendelee kuungana na vyombo vyetu vya baraka kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, lakini siku ambayo inatukusanya hapa kusherekea ama kuhitimisha matanga ya mama yetu ambaye alilala katika hali ya mauti. Lakini tulipokuwa hapa tumeendelea kushibishwa kupitia neno. Leo hii tuwapo hapa sio kwamba bado tunapomaliza matanga kwamba mama huyu anasahaulika. Tumesikia alipokuwa hapa chombo cha baraka aliyetangulia ameweza kuzungumza vizuri na akatupa mistari baadhi ya Biblia ya kuonyesha ni kwa namna gani hata watu ambao walikuwa wamelala katika hali ya mauti bado walikuwa nayo thamani sana. Mama yetu maisha ambayo aliyaishi bado tutaendelea kuyaenzi. Lakini katika kuyakumbuka wako watu wengi ambao watapenda kuiga yale mengine ambayo aliyafanya. Hiyo ni kwa sababu ya vile ambavyo aliishi maisha ya kupendeza. Mimi na wewe tunatakiwa kuendelea kujiandaa kwa sababu na sisi iko safari yetu. Tumesikia alipokuwa hapa kasisi wa wilaya ya Nkwenda ambaye ni mgeni katika maeneo haya alipokuwa akizungumzia juu ya habari ya watu ambao wamelala, kwa namna vile ambavyo sisi leo hii tunafanya kwa kuwaombea na kesho tutakuwa bado na ibada kwa ajili yao. Ndivyo hivyo hata sisi maisha ya baadaye tutakapokuwa tumelala katika hali ya mauti, tutakapokuwa tunafanywa na wenzetu watakaokuwa hai. Nina hakika mimi na wewe bado tunayo safari. Tunayo ya kujifunza kupitia katika mafundisho haya, lakini vile ambavyo wenzetu ambao tunaona wanavyoishi. Bwana atubariki na alibariki neno lake. Amen. Haya, naomba wimbo, na wakati huo mwenyeji wetu Kasisi Dawson afika hapa tuhudumu. Karibu sana mheshimiwa. Kazi ya Bwana Yesu ya dunia ataikamilisha. Kama pia kafufuka kaburini ataikamilisha. Atafufua wote walio wake, ataokoa wote walio wake, na wote tuwe shahidi wake kwa wote wasio na imani. Tumtaje Kristo ndiye Mwokozi aliyekomboa ulimwengu. ataipa
Wapendwa kaka na dada katika Kristo, wageni waalikwa, wana familia hii, nichukue nafasi hii kumshukuru Baba yetu wa mbinguni ambaye ameweza kututunuku siku ya leo, ambayo hata wengine hatukujua kwamba leo hii tunaweza kuifikia tukiwa hai. Lakini pia tazama, kwa upendeleo wa pekee, wengine tulihudhuria ibada wakati tunafanya ibada ya kumsindikiza mama yetu, kumpeleka kwenye nyumba yake ya milele. Leo hii Mungu akaona inafaa pia tuweze kukutana hata katika tukio la leo. Wakati nimekaa vyombo vyetu vya baraka wanahudumia, kuna mambo nilikuwa ninayafikiria. Hapa watu wengine wanadhani kwamba tumeitwa kwenye sherehe kula na kunywa, kwa sababu viko basi tule tutumie. Nikaona wengine wanaweza kunukuu hivyo, lakini pia kumbe leo tumekuja kwenye siku maalum tufanye ibada, tumshukuru Mungu kwamba leo hii mwaka mmoja unahitimishwa tukiwa hai. Walio wengi hata siku, hata masaa, hata dakika, wengine waliumbwa jana, mimba zimetungwa jana, tayari zimetoka kwenye tumbo za mama zake. Sasa wewe na mimi tumempa nini Mungu ili afurahie mpaka mwaka mmoja tulikuwa hapa kwenye viwanja hivi, leo tunarudi. Nikakumbuka kumbe hata nimeona baadhi ya watu wamekuja wameshindwa hata kuleta asante Mungu yao, kusema hata kile Mungu ulichotuzawadia ngoja tutoe sadaka maalum kwa ajili ya kumuombea mama yetu. Ninajua wengine hamjaelekezwa vizuri, lakini bado nafasi ipo. Ibada hii si kwa sababu ya kupoteza muda, si kwa sababu ya kula na kunywa, hata tusipopata chochote, lakini tusikilize neno litujenge. Vyombo vyetu ya mibaraka wameweza kutangazia vizuri kwamba kesho katika imani yetu ya kanisa jipya la kimitume, imani ambayo mama yetu aliyetangulia na mpendwa wake mzazi wetu baba yetu, kupitia njia hii tuna ibada maalum kwa ajili ya kuombea roho zote bila kubagua. Yaani wakati wa huduma wanahudumia hapa, kuna kitu nimefarijika. Wakasema madhehebu yote bado nafasi ipo, ili mradi wewe jenga utayari ndani ya roho yako kwamba uko tayari kushiriki kwenye ibada hii. Tena vyombo vyetu ya baraka wakitangaza vizuri, sasa tunaanza sasa. Kuanzia sasa shughuli inaendelea. Ndugu zangu wapendwa, kaka na dada katika Kristo, leo sio kupoteza muda bure, bali tunayo matumaini makubwa kwamba hata zile roho ambazo zimetangulia, hata kama walikwenda na dhambi za namna gani, unajua sisi wanadamu tuna tabia za kuhukumiana. Sema fulani si amekufa, yana kuambia huyu ni motoni tayari. Lakini tazama, kwa upendeleo pekee kuna nafasi katika imani ya kimitume, kuna nafasi ya walio hai kuombea waliotangulia. Kwa hiyo wapendwa kaka na dada katika Kristo, sitaki kuwachosha. Wengine hapa wanahitaji wapate burudani, wengine wanahitaji tule tunywe, wengine wanakwenda mbali na karibu. Lakini pia ningeomba wakati hizo shughuli zote zinaendelea, hebu Mungu tumweke nafasi ya kwanza, tuwaombee sana ndugu zetu ambao wametangulia huko kuzimu, ambao wapo katika nafasi mbaya. Basi Mungu kwa neema aweze kuruhusu hizo roho na kuingia mahali pa masubirio, ili siku itakapokuwa ya Bwana wetu Yesu Kristo kurudi, tuweze sote kumlaki mawinguni bila kubaki hata mmoja. Mungu awabariki na baki neno lake leo na hata siku zote. Amen. Amen. Wapendwa kaka na dada katika Kristo na waheshimiwa mliohudhuria ibada hii, hatimaye tufike mwisho. Lakini niongeze kidogo. Binadamu, mtu ambaye ni mimi na wewe, tunalazimika kufuata utaratibu wa Mungu aliyouweka. Na tunapoenda kufuata utaratibu huo, pia lazima hata sisi tujitambue sisi ni akina nani. Mpaka sasa tunaendelea kujifunza kwamba
mtu. Mimi niliyesimama hapa utaniona mimi ndiye mtu, lakini sauti yangu hii ikitoka, kunatokea nini? Yaliyompata mama yetu hapa. Mwili unatengana na nafsi. Mwili kutengana na nafsi, kunatokea kifo. Na ndio maana tunalazimika kuja kwenye ibada kama ya leo. Tunalazimika kwenda kwenye zile faida 6, kujifunza kutoka kwa Mungu. Wanadamu wote wamewekeza hapa duniani. Uwekezaji wao waliowekeza hapa duniani nimeutenga katika magrupu matatu. Mali ulionayo wewe, uwekezaji wako wewe. Mtu wa ndani aliyetoka kwa Mungu, kama umefundishwa vizuri, ni 10%. Lakini wengine wana 0.5, 2, 3, 4, 5, wengi hawafikishi 10. Katika uwekezaji wako wote, vitu vyako ulivyo nayo. Hizi 10% zinatokana na nini? Shukrani yako unaipeleka kwenye sanduku la sadaka. Shukrani yako unaiwekeza katika ujenzi wa kusanyiko. Shukrani yako katika kazi za Mungu ni 10%. Kama umefundishwa vizuri. Kama hujaiva 0.5, 2, 3, ni hata 5. Lakini 30% nimezigawia mwili. Mavazi, chakula, lakini zaidi sana matibabu. Juzi nilikuja hapa Nyakahanga, nilishtuka. Nyakahanga hapa kama huna 200 kwa mtu aliyeko serious, 300 hapo ukienda hapo utaangalia. Na bahati nzuri au mbaya, upate dawa kabla hujalipia. Kwa mwili unachukua 30%. 60% zilizobaki ni jamii. Mfano mimi leo nikifa na mke wangu wakafa na watoto, mali zangu ni za nani? Za jamii. Sasa angalia maisha unayoishi. Katika Mathayo 6:19 hadi 21, Yesu ameeleza vizuri. Sadaka yako, anasema msijiwekee hazina hapa duniani, ambako nondo na kutufanya nini uharibu. Wekeni mbinguni. Unapoweka na roho yako itakuwa hai. Kwa hicho kidogo kupitia pale. Sasa swali linakuja. Imabakuziri. Itungari muntu ahiriri. Moyo gwawe kugira ki? Mhobrara. Sasa wewe una 10%. Jamii umewachia 60%, na mwili wako ni 30%. Sasa twende kwenye ukweli halisi. Yesu atakaporudi, kule kuna 10%, huku kuna 30%, huku kuna 60%. Utachagua wapi? Utachagua 10? Nina mashaka. Kwa inawezekana Yesu anakuja, niende huku, muda unaisha, anarudi. Unabakia katika kuwayawai. Kwa mimi ni waombe, chonde tujifunze kutoka kwa Mungu, na tuendelee kuwekeza. Jitambue wewe ni nani na haki yako ni ipi. Kama kwa umefundishwa 10%, zidisha sasa. Lakini kama utafikia 10%, ndio. Na tukifanya hivyo, ninaamini mpaka leo hawa wapendwa wetu wanaangalia kila kitu. Kwa siku ya leo wanasema, kumbe kuna vitunga viwili. Kumbe wanatukumbuka. Sasa ni kidogo, lakini wanafurahi kwamba wametukumbuka. Na ndio maana sisi tunasema katika imani ya kanisa jipya la kimitume, kila mwaka tuna ibada ngapi? 3. Na hizi ibada 3 ni muhimu, kwa sababu tunawakumbuka wale na tunawaletea chochote. Kule waliko hawana chochote, hawezi kujisaidia kwa chochote, japo kila kitu waliko nacho. Kwa mimi ni waombe kupitia ibada ya leo,
tuwaenzi wapendwa wetu, na wengine tujifunze kupitia kitakachofanyika hapa au kinachofanyika hapa leo, ili siku ya siku tuweze na sisi kupokea cha thamani. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Tutaimba namba 51 kama wimbo wetu wa toba. Eti moja. Una nafasi kwa Yesu aliyeondoa dhambi, abisha kwa mlango wako, ung'are dirishani, nafasi kwa mfalme Yesu, neno lake Wapendwa, tutasimama kwa ajili ya kusema au kuomba sala ya Bwana. Na tunapoenda kusema sala ya Bwana, tunasema sala ya Bwana kwa kumaanisha kwamba sasa tunaenda kwenye hatua ya msamaha wa dhambi. Sasa msamaha wa dhambi hauwezi kutolewa ukawa na faida kama mwenye kupokea msamaha atajiuliza ndani ni kipi afanyiwe. Kwa tujiandae kwa ajili ya sala ya Bwana na hatimaye msamaha wa dhambi. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, kwa sababu tunaamini kupitia maombi haya na tuelekeza kwako. Kwa mamlaka ya mtume wangu aliyonituma, hivi sasa ninawatangazia habari njema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Dhambi zenu zimesamehewa na amani ya yeye aliyefuka iwe nani nyote. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu, asante kwa tangazo hili na turudisha uhai tunyang'anywa. Kufa kwa mwana wako, ndugu na dada, alipata njia karibia. Damu ya mwana wako iliyomwagika iwafunike wajisikie wako huru na wametakasika. Lakini pia utusaidie tuweze kupata haki katika msamaha huu, nasi pia tuweze kuwa tayari kuwasamehe waliotukosea siku kwa siku, saa kwa saa, hata kama hawajafikira kutuomba msamaha, lakini sisi tuwe tayari kuwasamehe ili asituweze kusamehewa. Basi tutakapoenda katika sehemu ya pili ya ibada yetu, tutasherehekea ushirika mtakatifu ambao kazi yake ni kutuleta karibu na vyombo vyetu vya baraka. Kwa kushiriki inavyostahili, tunaingia ndani ya Yesu kupitia ushirika mtakatifu. Lakini pia kazi ya pili ni pale kushiriki isivyostahili, ukapata hatia ya mwili na damu wa Yesu kwa kushiriki isivyostahili. Basi tusaidie sisi tuweze kushiriki inavyostahili, tuweze kuingia ndani ya Yesu na Yesu aingie ndani yetu kupitia ushirika mtakatifu. Tuongezee na mengine mengi kupitia katika jina la mwana mpendwa Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Na sasa tutasherehekea ushirika mtakatifu. Na hivi sasa meza ya Bwana imeandaliwa. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivi sasa ninatakasa mkate na divai kwa huduma ya ushirika mtakatifu, nikiwaletea huduma hii ya kipekee na ya milele ya Yesu Kristo
Kwa maana Bwana alitoa mkate na divai akashukuru akisema, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, na hii ndiyo damu yangu ya agano jipya inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wengi. Toleni na kunyweni, fanyeni kwa kunikumbuka. Maana kila mnapokula mkate huu na kunywa divai hii, mnatangaza kifo cha Bwana hadi ajapo. Amen. Amen. Naomba tukae. Kwa wale wanaoamini kwamba ushirika mtakatifu ni sadikisho la kufa na kufufuka kwa Yesu, lakini pia wanaoamini kabisa kwamba huu ni mwili halisi na damu ya Yesu, na wanaoamini kwamba kupitia mwili huu na damu ya Yesu wanapata nguvu za kushiriki ufufuo wa kwanza, lakini pia kuwa na uzima wa milele. Lakini ni pamoja na wale wote waliokwisha ruhusiwa kupokea ushirika mtakatifu, hao wote wanaalikwa. Akina dada au akina mama wenye watoto wachanga ambao hawajaweza kupokea mwili na damu wataambatana na mama zao, na mama atapewa mkate na kuambiwa maneno, mwili na damu ya Yesu unatolewa kwa ajili yako na mtoto wako. Ataitika amina, na ule mwili utafanya kazi kwa nafsi zote mbili. Sasa Bwana anawaalika kwa ushirika mtakatifu. Tutasimama, tunaimba namba 59, tunapokea ushirika mtakatifu. Tunaomba walio upande huku mnaweza mkaja mjiongee. Ambao wako tayari ishiriki mje upande wa huku. Naomba au wafuate kwa kule kwa sababu ya jiografia. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu natoka kwa ajili yako. Mtakavyo vyote
wapendwa kaka na dada katika Kristo, na waheshimiwa wote tuliohudhuria ibada hii. Hapa tunaweka kituo kwa sababu kuna matukio yatafuata kuanzia sasa. Tutakuwa na, hebu ni mkabisi afisa Runyoro aongoze zoezi hili. Wapendwa kaka na dada katika Kristo, ibada inakaribia kufika mwisho. Yako matukio mawili ambayo familia walituomba. Tukio la kwanza ni wanayo sadaka ya shukrani. Hatukuwa sisi tumewaambia, lakini unaona kwa mafundisho yalielezea, wanamshukuru Mungu wamemaliza mwaka wakiwa hai, wakiwa bado na ile nguvu ya kuendelea kuwakumbuka wapendwa wao, mama yao, lakini pia na baba na wengine ambao waliochatangulia mbele ya miliki za wafu. Hivyo basi tutaimba wimbo, tutaomba kwaya, mtatupa wimbo. Basi nafikiri kuna kitunga, tutaimba wimbo wa 26 naambiwa, lakini kama mko vizuri wanakwaya mnaweza mkaimba, alafu tukimaliza tutaendelea na wimbo wa 26 baada ya kwaya. Wanaoweza kuwaunga mkono kwa ajili ya sadaka shukrani pia mnakaribishwa, sio kwamba ni wanafamilia tu, sote tunakaribishwa. Tukimaliza sadaka ya shukrani tutaenda makaburini, ule wataweka mashada, na baadaye tutarudi hapa, tutafunga ibada. Kwaya na kitunga ningeomba kiwekwe hapa, kule kilipo kile kiwekwe hapa kwenye katikati. Tunaomba wanafamilia wanze, kisha sisi sote tutafuata. Tutaimba sana tena sifiwe Mwokozi. Na ndugu msikome kuomba, ziwekeni tayari kumlaki Mwokozi. Atakuja upesi, siku haijulikani. Tutaimba sana tena sifiwe Mwokozi. Na ndugu msikome kuomba, jiwekeni tayari kumlaki Mwokozi. Atakuja upesi, siku haijulikani. Tutaimba sana tena sifiwe Mwokozi. Wa
Sasa niombe twende kwenye shughuli ya kuweka mashada ya maua. Tutaenda na wimbo namba 32 tukielekea makaburini kwa ajili ya kuweka mashada ya maua. Watakaohusika huko kwenye kuweka mashada ya maua ni familia wale ambao wameandaliwa, lakini pamoja na watu wachache wakiongozwa na viongozi wa dini. Familia, tafadhali naomba muweze kutangulia ili kuokoa wakati. Viongozi wa dini pia tutafuata hapo. Mpenzi amenipa mtumai ya kwenda naye huko juu, nami nitakwenda pasipo kuogopa, ngawa kuokoa rafiki yangu. Kuombea rafiki yangu, Sasa tunaomba kwa jinsi mlivyokuwa mmepanga, mnaweza mkaendelea na tukio kulingana na maeneo yenyewe mlioahidi au kupanga kwamba yawekewe mashada. Karibuni. Baada hapo tutapata sala fupi, tutarudi kwenye sehemu zetu, tunaenda kufunga ibada baada ya kuwa tumemalizia hapo.
Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, kwa unyenyekevu kabisa kuja mbele zako sisi tukitukuza na kuabudu, pia kushukuru kwa ajili ya tukio hili. Huu ni mwaliko rasmi na salamu za pekee kwa ajili ya nafsi wote waliolala hapa, kwamba tunawaalika kwa ajili ya ibada kesho. Tafadhali wapokee mwaliko wetu ili waje kuhudumiwa kesho kwenye madhabahu yenye kuongozwa na mitume waliopewa mamlaka ya kuzihudumia. Lakini pia wote walioshiriki tukio hili tunaomba wapatie amani, wapatie upendo kwa kutambua kwamba wao wako hivi na hizi nafsi ziko hivyo. Basi wote tunayo sababu ya kuonyesha upendo kwa kuzialika na kuzipenda nafsi. Basi tuongezee na mengine mengi ili kuwapatia familia upendo, ulinzi na uangalizi wa pekee ili waendelee kukuweka katika nafasi ya kwanza na mambo mengine yaweze kuongezwa kwao. Tusikie kupitia katika jina la mwana mpendwa Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tutaimba wimbo wa 32 beti la 3 na la 4 tukielekea tulikotoka ili tumalize ibada. Ninangu ya ubora na mwanga niliyowekewa akiba yangu, nimewekwa nayo kukuzaga, ingawa upati kama hiyo yangu. Ninayo imani kama Yoshua, hawajaijua wa ulimwengu, mpaji mwenyewe Bwana wafaa, ingawa umshiki rafiki yangu. Wapendwa, naomba tusimame ili tumalize ibada yetu. Wote naomba tusimame. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, kwa unyenyekevu kabisa tulianza katika jina lako, tunamaliza katika utukufu wako. Hivyo tunayo sababu ya kusema asante isiyokuwa na mwisho. Asante kwa sababu tulikuja tukakuletea shukrani, tukajifunza kutoka kwako, lakini pia tumekaa hapa katika ushirika, lakini pia tukasali, tukapata msamaha wa dhambi, na sasa tukapokea mwili na damu, na tunaelekea kumaliza kwa kupokea baraka. Hivi ni vitu muhimu katika maisha yetu ya kimwili na ya kiroho, kwa sababu roho hii ndani ya mwili. Kwa sababu hiyo basi tunasema asante isiyokuwa na mwisho. Sasa tunaomba ulinzi, uongozi utokao kwako. Tunapomaliza ibada hii ni matayarisho ya ibada nyingine ambayo ni muhimu kabisa, ibada kwa ajili ya wafu. Tunazidi kualika nafsi kutoka katika miliki mbalimbali za wafu kuanzia mwezi wa 3 mpaka leo, ili zije kwa wingi zipokee sakramenti, zihame magereza kwenda paradiso tayari kufua kwanza atakapokuja mwana wako. Baba yetu wa mbinguni, tulipokuja ndani ya ibada hii katika ukumbi huu,
tulikuletea shukurani. Tunaomba uzipokee, ubariki mikono iliyotoa, uwazidishie mara milioni, mara bilioni, mara trilioni. Utuwezeshe kumiliki uchumi mkubwa utakao tuwezesha kufanya kazi zetu na kazi zako pia. Lakini pia tutenge shukurani maalum kwa ajili ya wapendwa wetu ambao tunawakaribisha siku ya kesho. Baba yetu wa mbinguni, bariki nchi yetu, bariki viongozi wa nchi yetu, uwahekimishe watuongoze kwa haki na busara, tufurahie kuishi katika nchi yetu. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, tunaamini kabisa tunao watoto wetu walio katika mashule makubwa na madogo, na kwa siku ya kesho baadhi kama si wote wataanza kurejea mashuleni. Tunaomba wahekimishe walimu wanawafundisha, waweze kuwa na roho ya mama ya kuhakikisha wanawafundisha vijana wetu na wanafikia malengo yao katika elimu, na wanafunzi pia wapatie hekima waweze kujifunza kwa busara. Tunaombea wasafiri wa ngazi zote angani, majini, nchi kavu. Tunaombea wagonjwa walio hospitali makubwa na madogo na wanaouguzwa nyumbani. Matabibu na wauguzi wahekimishe katika kupima, kuchanganya dawa na hatimaye kutibu, watumie hekima na busara vitokavyo kwako. Lakini pia tunaombea familia hii. Baba, ni muujiza na ni elimu ya kiwango cha juu uliowapatia familia hii, wakaliona hili, wakakushirikisha, na sasa ukondoka kwetu hapa ni mwanzo mwingine wa fikra mpya. Endelea kuwapatia nafasi ya kwanza katika ratiba zako, na ratiba zao wazielekeze kwako daima. Baba yetu wa mbinguni, tunaombea waheshimiwa waliotoka mbali na karibu. Basi wote kwa pamoja wamekuja hapa kwa sababu wameongozwa na kitu kinachoitwa upendo. Basi upenda na ndugu uweze kudumu. Basi tuongezee na mengine mengi ambayo tutaweza kuomba, bila kusahau kuombea matukio makubwa: ibada ya wafu kesho, ibada ya mavuno mwezi wa 8, ibada ya mtume wetu mkuu Dodoma kuanzia tarehe 13, 14 mpaka tarehe 15, yanafanyika ndani ya nchi yetu. Kuna shaka, kuna mawazo hasi juu ya korona, kama wewe ulivyosimamia nchi yetu mpaka sasa. Hata kama tunasikia zimo kesi za korona, lakini haziwezi kuleta kitisho cha kutubabaisha. Tafadhali tusaidie, ilinde nchi yetu, hata pia ulinde ziara ya mtume wetu mkuu iweze kuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu tunakusudia Afrika Mashariki yote itakuwa Dodoma. Kwa tunaomba msaada utokao kwako. Tuongezee na mengine mengi kupitia katika jina la mwana mpendwa Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu. Amen. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika unaotuuliza ukae nani sasa hata milele. Amen. Asante, naomba tukae. Wapendwa, nichukue nafasi hii kwa shukuru kwa kuwa pamoja nasi katika ibada hii. Na sasa ibada yetu ni kama inaelekea kumalizika, basi kwa sababu ya muda tutaimba wimbo namba 11 beti moja tu, kwa sababu muda umeenda, na baada ya hapo basi tutarudisha maiki kwa MC wa shughuli hii ili atupeleke mbele. Namba 11. Mteteni Yesu ndio askari, Wenda
hata washindwe pia yeye amiliki. Asante sana. Wapendwa, tunasema kwanza asanteni sana kwa niaba ya kanisa jipya la kimitume kwa jinsi mlivyokuwa watulivu kwa kipindi chote tulichokuwa kwenye ibada. Tunasema asanteni sana. Lakini pia tunawashukuru viongozi ambao wameongoza ibada. Tuliongozwa ibada na chombo chetu cha baraka, kasisi wa wilaya ya Nkwenda, naomba simame, anaitwa Tigawa, ambaye tumeshirikiana naye. Lakini pia tunaye kiongozi kasisi wa wilaya Dawson, ambaye naye tumeshirikiana naye. Lakini walikuwepo wahudumu wengine ambao pia tumeshirikiana naye. Mimi mwenyewe wengine nafahamu, Mwinjilisti Josephat pamoja kasisi Alison, tunaye kasisi Watson, na ndio tuliweza kuongoza nao ibada. Tunashukuru wanakwaya kwa jinsi mlivyotunga mkono, na tunashukuru familia kwa kutoa heshima kwetu pia na kwa wazazi wetu kwa tukio hilo ambalo limeweza kufanyika. Na inawezekana, bahati nzuri mimi kazi yangu ni mwinjilisti lakini natoa ufafanuzi kwa vitu vingine. Leo tulikuwa na wageni hapa, najua hatuwezi kusema ni wote. Kuna mambo inawezekana mmekuwa na maswali kuhusu kanisa jipya la kimitume ambayo mmeweza kuyaona, lakini ni vema mkaendelea kuuliza pale ambapo utaona nini kuna utata. Najua kuna mwingine aliuliza akasema, nimeona mtoto anashiriki. Sasa mtoto mbona ameshiriki? Soma Waebrania 2 sura ya 14. Waebrania 2:14. Utasoma nyumbani. Kwa nini watoto wanashiriki? Maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Hivyo hiki ni chakula cha kiroho, hakihusiani na mwili mkubwa, mwili mdogo, mwili kadogo. Na Waebrania hiyo itakuelezea. Asante sana, nimkaribishe kiongozi atamalizia na tutakabidhi kwa familia tuendelee na utaratibu. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante. Na nichukue nafasi tena kuwashukuru kwa ujumla kwa mambo yetu yalivyokwenda. Basi wakati wa mazishi sikuwepo kwenye mazingira, basi Mungu amenisaidia leo na mimi niliwepo kwa niendelee kutoa pole kwa familia, lakini pia niwafariji nikisema ni mpango wa Mungu kwamba wawe vile na sisi tuwe hivi. Mimi kwa majina naitwa Justus Tibanyendera Tigawa, ninatokea kitongoji cha Mjunju, kijiji cha Kijumbura, kata ya Bwera Nyange, wilaya hii ya Karagwe. Ni kasisi wa wilaya Nkwenda. Kule Nkwenda ninasimamia kama kasisi wa wilaya, ni mumisionari kule, lakini mimi ni mwenyeji wa wilaya hii ya Karagwe. Asante sana. Basi tunaomba wanafamilia, wakati sisi viongozi tutaenda tulipoanzia ili tujiweke sawa, alafu baadaye tuendelee na taratibu za familia. Asante.
Asanteni sana viongozi wetu wa ibada, tunawashukuru sana. Ratiba yetu hivi sasa inasema kwamba tunaomba neno kutoka kwa wanafamilia. Nadhani mhusika anajijua. Ninaomba kukabidhi mic ili aweze kutoa neno lake. Asante. Watumishi wa Mungu, wageni wote ambao mmekuja kuzungumza pamoja nasi, wakiwepo ndugu, wanafamilia, wakiwepo wajomba, wakiwepo shangazi,